Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Romain Folz pale ndani ya Young Africans anahesabu saa Yanga. Issue yake ipo hivi. Romain Folz, upokeo wake kwa mashabiki umekuwa chini sana. Sababu zinazoonekana: moja, ukosefu wa identity ya soka inayotengenezwa na Yanga. Mashabiki wa Yanga walikuwa wamestawi na soka la kushambulia, soka la kasi na kuonyesha uwezo mkubwa wa kufuatia nyuma, dominant offense. Wanaona soka la Folz halionekani kupendeza kama walivyotaka. Kuna malalamiko kwamba timu haina ubunifu wa kutosha mbele au hupata nafasi nyingi lakini haziwi na matokeo. Mchezo mzuri lakini matokeo yasiyotosha. Hata wakati Yanga wamepata ushindi, baadhi ya watu wameona matokeo hayo hayajafuatana na kiwango cha uchezaji waliotarajia. Kwa mfano, mechi iliyoisha suluhu dhidi ya Mbeya City iliwachosha mashabiki licha ya kwamba hawajapoteza. Presha kubwa kutokana na mafanikio waliopata. Yanga imekuwa ikipata mafanikio makubwa chini ya makocha waliopita kama Miludi Hamdi na wengine. Mashabiki wana matarajio makubwa, si tu kushinda, bali kushinda kwa mtindo wa kuvutia na kwa mabao mengi. Folz anajaribu kuweka kitu kipya, lakini mfumo au mfano wa ushindi hauna glamu kama walivyotaka. Mabadiliko ya kikosi na usajili. Yanga walifanya mabadiliko mengi ya wachezaji, baadhi ya nyota wale ambao wamezoeleka, wengine waliondolewa, wachezaji wapya wamekuja. Hii inahitaji muda kwa timu kuwa na muafaka ndani ya mfumo mpya wa ufundi. Mashabiki wanataka kuona matokeo ya haraka, lakini mfumo mpya unahitaji wakati ili uanze kutoa tija. Mechi hizo ambazo zimekuwa ngumu kama ya Mbeya City ugenini, zimekuwa zikichukua sana mienendo ya pass, mrundikano wa wachezaji na kushindwa kufunga ingawa nafasi ipo. Ukosefu wa kutumia nafasi hizo vizuri unaonekana kama ni doa kwa matarajio ya mashabiki. Hata hivyo, baadhi ya mbinu za kocha hazifahamiki vizuri au zinapatikana kama hazieleweki hivi. Kuna malalamiko kuhusu jinsi klabu imekuwa ikipoteza sifa ya kucheza kwa shauku mbele ya mashabiki. Wanaona kuwa kuna mechi ambapo timu inaonekana kukaa nyuma au kucheza kwa kiasi kikubwa cha kujilinda bila kusukuma kwa nguvu kama walivyotarajia. Lakini si kila kitu ni hasi. Hapa ni mambo mazuri ambayo yameonekana na kuungwa mkono na wengine. Folz bado hajapoteza mechi nyingi tangu alipoingia. Alifanikiwa kushinda mechi nyingi pamoja na mechi za kimataifa. Yanga management imeomba mashabiki wawe na subira, kwani timu ni mpya chini ya benchi la ufundi na kuna wachezaji wapya na mfumo mpya unaojengwa. Mambo wanayomsaidia au wanayoyapenda baadhi ya mashabiki: matokeo mazuri mwanzoni. Walipofika katika mechi za mwanzo za msimu 2025-2026, Romain Folz alifanikiwa kushinda mechi kadhaa muhimu: ushindi dhidi ya Simba katika ngao ya jamii, ushindi wa 3-0 dhidi ya Wiliete CAF Champions League na ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji katika ligi kuu. Pia ulinzi umekuwa imara, timu haijaruhusu goli katika mechi kadhaa mara baada ya kuanza kwake. Uongozi wa klabu unanufaika na matokeo hayo. Uongozi wa Yanga umekuwa ukimkumbatia Folz, kuwahimiza mashabiki kuendelea kumuunga mkono na kumpa muda. Pia Folz mwenyewe amekuwa akipiga msimamo wa kwamba ujenzi wa timu ya kuweza kufanya vizuri kwenye ligi za ndani na kimataifa unahitaji muda. Maoni ya malalamiko kwa mashabiki: hakuna mtindo wa kuchezwa unaoweza kuvutia. Wengi wanadai kwamba ingawa matokeo yapo, lakini soka la Folz halioni likivutia kama walivyokuwa wanatarajia. Licha ya kushinda, kuna upungufu wa ubunifu na kasi ya kushambulia. Baadhi ya mashabiki wa Yanga hawaonekani kutawala mchezo mara kwa mara au kuonyesha kuwa ni tishio kwa mahitaji ya kimataifa. Matokeo ambayo yanakuja kama ilivyotarajiwa. Mchezo wa Mbeya City ugenini ambao ulimalizika kwa suluhu bila kufungana uliibua hasira kubwa kwa mashabiki waliotarajia ushindi. Mashabiki walisema, tunataka kushinda vizuri, si tu kushinda au kutokuwa wamepoteza, bali kwa mtindo mzuri. Kuna wasiwasi kwamba ikiwa timu haijafanya vizuri mechi zijazo hasa ya kimataifa, basi wadhifa wa kocha Folz unaweza kuwa hatarini.
Mabosi wa klabu hiyo wa Young Africans wameanza kusikia kelele za mashabiki, na kuna taarifa kwamba mchakato wa kutafuta kocha mbadala unasemekana kuwa ukiendelea kimya kimya. Wachezaji, mashabiki walifurahishwa ushindi dhidi ya Simba, lakini Polisi alikusudia kuzingatia mchezo unaofuata kwa bidii zaidi, akitaka kuachana na sherehe nyingi. Hii ilichukuliwa na mashabiki kama kuzuia morali ya wachezaji kusherekea, lakini wengine waliona ni muhimu kwa nidhamu ya timu. Yanga ina matarajio ya kushinda sio tu ligi ya ndani, bali pia kufanya vizuri kwenye CAF Champions League. Mashabiki wanataka kuona kuwa Polisi ana uwezo wa kuendana na makocha waliopita ambao waliwapa timu sifa nzuri. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, fuatilia Neli TV. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Nilikuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady. Hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.